lakini inapotokea mistake Yanga anapoteza dhidi ya Simba kwenye tukio lolote, mimi lazima niumie. Kwa hiyo sikupata usingizi kabisa. Na ile clip yako umekaa chini na jana tulikuwa kwa mara ya kwanza umeshindwa kabisa kuongea. Ilikuwa ni dabi ambayo imekugadhabisha kwa kiasi gani? Nisikia vibaya. Kakangu, kwanza nikwambie, ni moja kati ya mechi ambazo niliingia na matumaini makubwa sana. Umeelewa? Nilizoingia na matumaini makubwa sana ilikuwa ni mechi ya jana. Kwa sababu gemu ambayo tulicheza ligi kuu, tuliingia lakini ilikuwa ni siku mbaya. Jana kufuatilia mchezo mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza. So far Yanga tulikuwa na mechi nzuri sana. Kwa hiyo hata tunaenda half time tunarudi, tulijua kwamba timu yetu itakuwa na mwendelezo ule ule. Tuliporudi ndani ya dakika 20 za kipindi cha pili. Dakika 20 za mwanzoni, timu iliendelea kucheza katika muundo ule ule wa kipindi cha kwanza. Performance nzuri, tutengeneza nafasi kutokea nyuma, Simba wako nyuma, wanabutua mipira, wanaokoa, watengeneze nafasi. Sio, umeelewa? Wanasubiria makosa madogo madogo ambayo labda beki anaweza kalifanya ikapatikana kona. Hatari ya Simba ilikuwa inasubiriwa kwenye mipira ya kona, ilikuwa inasubiriwa kwenye mipira ya faulo. So nikawa najua kwamba Simba hawezi kutufunga goli la open play kwa sababu hawaji. Goli pekee ambalo wao wanaweza kutufunga ni mistake ya kona au faulo zile ambazo ziko nje ya 18. So mwalimu alipokuja kufanya sabu ya kumuingiza Israel Mwenda na Mohamed Damaro, Duke Ogabuya, ni wachezaji ambao kwenye mechi za hivi karibuni za nyuma wote walikuwa wanaanza kwenye timu yetu, wote wanaanza, ni wachezaji wa kikosi cha kwanza kabisa. Lakini kwa namna ambavyo mechi ya jana ilivyokuwa inaendelea, niliona Damaro na Yao tayari walikuwa wako kwenye position nzuri ya kuendelea kucheza. So sabu zilivyoingia nadhani hazikuendana na mchezo ulivyokuwa unahitajika. Unajua sabu huwa ni gambo. Kwa hiyo ile gambo ambayo alifanya mwalimu uwanjani likataa. Kwa kama imekataa, mchezo ukabadilika. Baadaye kwenye kusoma mchezo dakika 90 zilipokamilika, tukawa na ingizo lingine jipya ambalo lilikuwa linahitajika kwenye timu. Lile ingizo la Azizi Ndambwile. So alivyoingia Azizi Ndambwile bado ikawa inaleta balance ya timu yetu. So tukacheza vizuri. Ni hiyo mistake ambayo Simba wao walikuwa wanacheza kwenye energy kubwa na sisi tulikuwa tunacheza kwenye hiyo energy, lakini wenzetu walikuwa wanaonyesha kama kuna kuchoka hivi. Yaani Simba walipokuwa wanacheza ulikuwa uone kama kuna kuchoka. Mimi nilinipa maswali mengi sana. Mimi binafsi nilinipa maswali mengi. Kwa maana kucheza dakika 120. Mchezaji kama Chama ambaye kwa mechi ambazo zimechezwa msimu wa mwaka jana, msimu wa mwaka huu, Chama huwa amalizi hata dakika 90, Simba lazima afanyiwe hesabu. Chama tu. Na kutolea mfano mdogo, Chama tu. Chama huwa anafanyiwa hesabu kwenye mechi za kawaida hata za ligi kuu. Mechi ambayo jana ilikuwa na intensity kubwa. Chama kacheza 120. Tukio la dakika 118 la penalty limesababishwa na yeye. Hili jambo limenipa tafakuri kubwa sana. Nikaona nikirudi nitaiomba bodi ya ligi. Na nadhani hapa naweza nikazungumza na bodi ya ligi wakanisikia vizuri. Nikiwa kama mwanachama na mshabiki wa Young Africans, lakini kwa manufaa ya mpira wetu. Si kila kitu tunataka tupate kwa kihalali. Jana sio kwamba refa alikuwa mzuri. Refa yule alikuwa wa ovyo. Mimi nakwambia ukweli. Hana anachowazidi marefa wa Bongo. Marefa wa Bongo wako wengi tu wenye uwezo wa kuchezesha mpira kwa kiwango kikubwa kumzidi yule. Kwa sababu kuna matukio ambayo wachezaji walikuwa wanatakiwa wapate kadi. Hakuzitoa hizo kadi. Faulo nyingi tu. Kadi alikuwa kama kazi ya Chakeni. Yaani mechi kama jana kwa namna ambavyo watu wameumia, wamegongana, eti kadi kapata Dube. Haikuwa sawa. Yaani kulikuwa na kadi nyingi ambazo watu walikuwa wanatakiwa kupata uwanjani. Kagoma atakiwa apate kadi kamkata kamuumiza Pakome. Yule Mohamed Damaro kamkuta Chama pale katikati ya kiwanja. Kulikuwa na matukio mengi ambayo alitakiwa kutoa kadi. Yule refa alikuwa wa kawaida. Shida yangu mimi kwa bodi ya ligi, watu wa Tanzania wanataka kuona mpira ambao utakuwa fair na watu wana uwezo wa kuonyesha viwango vyao uwanjani sahihi.
yani isitutafakarishe sisi Chama kucheza dakika 120 eti mpaka dakika 118 Chama bado anapumza kukimbizana na watu, sio kweli. Kwenye mechi hii ya kesho kutwa tarehe 3, nawaomba sana bodi ya ligi, nawaomba TFF, wale watu ambao wanapima watu afya kwamba watu hao hawajajiongeza, hakuna kitu, sijui sindano, sijui kajiongeza hiyo, naomba sana leteni watu pale wapime kabla ya mechi na wapime. Samani, tunawaomba bodi ya ligi na TFF walete vipimo kwa sababu yale maji kama sisi tunasema yale maji ni ya kawaida. Yale maji si ya kawaida. Basi endelee kuwa ya kawaida. Tuletewe watu wapime pale. Kwa mna mashaka kwamba kuna kitu Shekhe, maji gani haya zambarau bwana? Yaani Chama hakuna maji ya zambarau. Dakika 118 bado uko uwanjani tangu dakika ya kwanza. Wanafanya mazoezi. Chama mbadilika nini? Mbona mechi na JKT huko, mechi nyingine za Manyoni huko wapi? Mbona amalizi? Mbona dakika 60 upepo unakata? Imekuwaje Chama jana anabonda mpaka 120 eti Chama bado anatukimbiza, anaenda na pumzi? Babu, bodi ya ligi, kwani si mambo ya kawaida tu? Kwani kupimana afya kuna shida gani? Kawaida. Kwa hiyo mtaka kusemaje sasa? Watu wanatumia dawa za kuongeza nguvu, watu wanatumia. Tumestuka. Sisi tumeshashtuka. Hatusemi wao kama tayari wameshaanza kutumia, ila tunataka huo usawa na uhalali. Tupimane pale. Meja Jenerali Samuyo, madaktari wako pale, Shekhe, kabla ya mechi watu wako nginja muda wote tunacheza nao. Yani mimi nikwambie Mavala, nawaambieni waandishi wa habari, nyote mnapenda mpira hapa, hakuna unafiki kwenye mpira, si umenielewa? Chama kucheza dakika 70 kwenye mpira uongo. Clatous Chota Chama, hata kama mechi anasema JKT Ruvu, sijui Ruvu shooting, sijui nini, kucheza dakika 70 sasa hivi nginja kama long time ago, sio ndo dabi ya Kariakoo kwa katumia 120. Sitaki kuwahisi watu vibaya, yale maji turudi pale watu wapimwe. Sio kwamba kocha wa viungo wa Simba Sports anafanya kazi. Kocha wa Simba bonge mzalamu anasubiri. Kocha wa Simba Sports wa viungo ni mnene kuliko Chiko. Lakini sio yeye, ni mazoezi. Kocha wa Simba Sports wa viungo ni mnene kuliko yule Chiko wa Simba, yule Chiko wa Simba yule. Yaani ukimweka na kocha wa viungo wa Simba minyama tika. Eti ndo kamjengea fitness, eti Chama ana fitness. Yaani awa 120 Chama yaani Chama 120 kwenye box eti anapiga kona inagongwa ndani kama vipimo vije. Yaani watu vije. Kwani kuna haja gani? Si mbona walituambiaga tuna nini? Si walisema tunachoma sindano. Vipimo yote. Si nani? Si marefa anatoka Moroko. Mimi sina mashaka na marefa wa nje wale wa Uarabuni. Kenya hakuna refa, uongo. Yule wa jana uongo, kamkumbe kabisa. Hana anachomzidi sijui Shomari Lawi, hana anachomzidi Alajiga, hana anachomzidi Alasasi. Refa wa kawaida ni kuwashushia tu heshima kwa refa ule wa Kenya. Refa kasahau kombe la muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, muungano Zanzibar, na pamoja na kwamba kombe kwa nini mnamleta mtu kutoka wapi? Muungano wetu kwa sasa hivi na Kenya walihusika kwenye muungano. Kenya wamehusika nini? Kwenye muungano Kenya wamehusika. Mavalo, usipotezee hoja yangu, kawaambie watu wako. Muungano wa Zanzibari na mimi hadi waziri nimemsikia leo kakasirika. Unamletaje Mkenya akachezesha Kenya? Ina maana Tanzania hatuna. Wao wenyewe wanajisikiaje kombe la muungano? Ila lao lenyewe lisharibikaga huko mpaka FIFA wanalijadili mpaka sasa hivi. Wao Kenya wenyewe nilimsikiliza juzi Jadu kaenda kuripoti wanataka refa kutoka huko. Sisi tunaenda kuchukua kule. Sisi twendeni kule Uarabuni. Wale marefa waliokuja Simba akala chuma mbili. Walikuwa marefa safi kabisa. Ngoma umejiangusha hapo, wana nani Pakome kanyanyuliwa kachukuliwa kadi ya njano. Tena mapema tu. Sio, umeelewa? Imekuja tuta kafunika. Imekuja goli zuri, Simba wametoka wamesema tumefungwa kihalali. Sio, umeelewa? Na sisi hakuna mechi ambazo huko nyuma tujafungwa na Simba tukakataa. Simba ametufungaga mechi na tukakubali. Mechi Kagere katupiga heda pale. Sisi tumeondoka tumekubali. Godi. Unaiona ile Simba ambao mliwapiga 5 inakuja kujitokeza. Simba bado mbovu. Kama wataleta pale madaktari tukapima afya. Mtazama series lakini. Mimi nakwambia Simba bado haina ubora hii. Mmetoka sare na hii mmefungwa. Simba sawa. Inawezekana wamepata baadhi ya wachezaji kwenye dirisha dogo ambao kidogo
wameifanya timu yao ipumue. Kama nani? Hao wachezaji ambao wanaamini kwamba wameingia kwenye dirisha dogo, si ndio wanawafanya sasa hivi wanahema? Kama yupi sasa ndo tutajie. Tutajie kama yupi? Wameingia dirisha dogo, Sele kaingia Innocent Wemba, sio na mkubali. Usinipe top za kauli mbili tofauti ambao wanawapa uweni kwenye timu yao. Sijana ulikuwa unampiga makofi. Nani? Nilikuwa na wewe pale VIP pale. Sele ni familia, sisi tunamjua hata kama katufunga. Kwani kufungwa na familia si kawaida? Mimi mwanangu yule anko wangu, mimi Sele baba yake mzazi. Ni mwanachama wa Yanga Afrika. Sasa utaki mimi si mwanachama wangu kwenye tawi. Kwa hiyo hilo baki nalo. Ila mimi ninachokisema, tunachokubaliana tupimwe afya kabla ya dabi ya tarehe 3. Asante sana. It's not a game, it's a rich thing.